Miaka ya 1970, taifa la Tanzania lilifanya mabadiliko makubwa kwenye sekta ya kilimo kupitia uwepo wa sera ya siasa ni kilimo. Hapa ni mkoani Iringa. Hiki ni kihenge kilichojengwa kutokana na uwepo wa sera hiyo. Lakini je, unafahamu kwa kina zaidi chimbuko na namna ambavyo kilijengwa kihenge hiki? Hapa tupo mtaa unaitwa Retco, lakini nyuma hapo kuna hilo tuseme ni jengo refu sana mkoa wa Iringa ambalo linajulikana kwa jina la kihenge. Kwa Kiingereza tunasema ni milling station, kwa Kiswahili ni ghala la kuhifadhia nafaka. Ghala hilo ni moja ya significance figure mkoa wetu wa Iringa, tunajivunia kuwa nalo, ambalo kihistoria limeaminika limejengwa miaka ya 70 mpaka 77. Hapo ndipo ghala hilo liweza kujengwa. Lengo ni kuweza kusupport jamii, hasa jamii ya wakulima, kuweza kuhifadhi nafaka zao, lakini pia kuweza kuchakata hizo products za mahindi na kuweza kuwatafutia masoko wa wakulima wadogo wadogo wa mkoa wa Iringa. Sasa hivi lipo chini ya Bodi za Nafaka Tanzania, tunasema ni CPB, lakini lengo kujengwa hilo ghala lilijengwa kwa lengo la kuweza kuhifadhi mazao ya chakula na kuwasaidia wanajeshi ambao walipigana vita vya Tanzania pamoja na Uganda. Tanzania tunazo sehemu 3, tunazo hapa Iringa hili kama kihenge cha Iringa, tunazo pia Unga Limited ya Arusha, lakini pia hata Morogoro pia magala yapo. Ungetamani kufahamu namna ambavyo kihenge hiki kinafanya kazi? Tembelea kwenye Bodi ya Nafaka na Mazao Mchanganyiko kupata taarifa zaidi kwa kina. Makumbusho ya mkoa wa Iringa yaliyoko Boma kupitia mradi wa Fahali Yetu ndiyo yana jukumu la kutunza, kuhifadhi kumbukumbu na tafiti zilizofanywa kutokana na historia ya mkoa wa Iringa, ikiwemo kihenge hiki. Kama nilivyowaambia mwanzoni ni kwamba mkoa wa Iringa ni kitovu cha kilimo, sasa kilimo cha mahindi. Kwa hiyo sasa wakati wa ujamaa ilikuwa ni kwamba kama jamii imelima mazao yake ya mahindi, haina sehemu ya kuhifadhi, basi wanakuja kuyahifadhi katika kihenge hiki. Lakini sisi kama kumbusho mkoa wa Iringa na kituo cha utamaduni almaarufu kama Iringa Boma, tuna jukumu la kuweza kuzitunza na kuhifadhi taarifa na masimulizi kuhusiana na utalii wetu wa mkoa wa Iringa. Ni kitu gani kingine ambacho unakifahamu ama ungetamani kukifahamu kuhusiana na uwepo wa kihenge hiki mkoani Iringa, ama jambo lingine lolote lile la kihistoria ama mkoani Iringa ama popote pale? Basi tuandikie. Hii ni Travo TV, mimi ni Mbushi Kwilasa.